kitu ambacho nilikifanya hata yeye mwenyewe akijui mpaka leo. Kuna rafiki yangu mmoja, sitamtaja kwa majina, aliniambia huyu mwanamke ili umpate, maana nilikuwa imefikia stage ambayo mimi nampigia simu aje kunisalimia anashindwa, yani anakosa ule muda kwa sababu anachungwa sana na mazingira nyumbani. Akaniambia sasa hapa kitu cha kufanya tujidai kwamba wewe ulikuwa na mwanamke huku ndani. Ushaona? Jidai kwamba ndo umeoa mwanamke mwingine, yeye umemwacha, utaki story yake. Alafu tukatafuta mtu akazipeleka hizo taarifa sasa kwa huyu hapa. Alipozipeleka hizo taarifa, kesho asubuhi naamka mwenzangu namkuta mlangoni. Ananiambia naomba umtoe huyo mtu aliyoko huko ndani. Naomba umtoe huyo mtu aliyoko huko ndani. Leo ndo utanijua mimi ni Zamzam, mtoto wa mzee fulani. Nikamwambia jamani mama, mbona hamna mtu yoyote aliyoko huko ndani? Yeah. Kwa kuanzia pale alipokuja ile siku na mimi ndo nikapata chance pale. Nikamwambia sasa mama, unajua ni nini? Mimi nimechoka kuwa single, nimechoka maisha ya ubachelor, nataka niyakimbie sasa. Akaniambia kwa hiyo unatakaje? Nikamwambia mimi nataka nikuoe. Yaani liwalo na liwe. Mimi nahitaji kuishi pamoja. Aisee, siku ile siku ilikuwa ngumu sana kwa upande wake. Kwa upande wangu mimi haikuwa ngumu kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nimeshakiamua. Ila kwa upande wake ni kitu ambacho kilikuwa ni kigumu sana, na yale maamuzi aliyafanya kwa sababu labda sijui ni huruma, sijui ni namna gani, ila mimi ile siku nilitoa machozi. Sikia siku mwanaume ametoa machozi ili mwanamke abaki ndani, ndio hiyo siku. Hiyo siku nililia sana. Nikamwambia utakapoondoa mguu wako hapa, mimi na wewe story yetu inakuwa imeishia hapa. Hatutakuwa tena na story mimi na wewe. Kwa hiyo utakapotoka hapa, jua kabisa hauna mtu ambaye anaitwa fulani, na hujawahi kuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye anaitwa fulani. Kwa sababu wewe si unisikilizi. Katika maongezi yetu pale kuna marafiki zake wakawa wamekuja, ambao wale marafiki zake mmoja ni ndugu yangu na mwingine ni rafiki yake binafsi. Walipokuja pale, yule ndugu yangu kwa yeye tayari ameshatoroka kwao na yeye ameenda kuolewa. Kwa hiyo wamekutana wote. Kwa walipofika pale, walipokuta niko kwenye ile situation, wakamshauri bwana, sisi tutakuficha, hatutasema kama uko huko. Kwa lengo I say hatutasema kama uko huku. Kwa hiyo wewe baki. Kweli mwanamke wangu akabaki hiyo siku. Ndo ikawa usiku wa kwanza kulala na mwanamke wangu ambaye nampenda. Chumba kimoja, kitanda kimoja. Kwa mara ya kwanza. Yeah. Kuanzia pale sasa niseme tulianza kuwasumbua wazazi kiasi kwamba yani vitu vingine sihitaji kukumbuka kwa sababu naona kama nilikuwa nafanya dhambi, alafu ni vitu ambavyo tu labda ningemfuata mzee nimwambie. Ila mimi nilimsumbua sana bamko wangu popote pale alipo, na kama atanisikia mimi namuomba msamaha sana. Nilimsumbua sana kusema ukweli, maana kuanzia pale alianza kutafutwa nyumbani. Mbaya zaidi hajulikani alipo. Na mimi nilipojua wazazi wake wanamtafuta, nikamchukua nikampeleka vijijini kwetu ndani. Kwa hiyo ikawa ni ngumu sana wao kujua sehemu alipo. Wanajua atakuwa kwa mtu fulani, lakini hawajui huyo mtu anakaa sehemu gani, anaishi wapi. Kwa hiyo ikawa ni vigumu sana, na hata walipokuja kujua mimi ninaishi sehemu gani, walipofika hapo ilikuwa ni ngumu kwa sababu mimi pia sikuwepo. Alafu taarifa nilioiacha pale nilisema wakifika wawaambie sisi tulishamaga. Yani mimi nilishamaga hapo sipo. Huyo baba mwenye nyumba yangu ni mtu ambaye tulikuwa mimi na yeye tunaelewana sana na mama mwenye nyumba. Kwa hiyo siri yangu siri yao. Kwa hiyo hata wazazi wake walipokuja pale wakakosa namna kabisa. Yani ilifikia sehemu
baba mwenye nyumba yangu ilikuwa akiwaona wazazi wake pale anawafukuza. Tokeni hapa. Kwani huyo msichana wenu si amekuwa, simwache akaolewe. Kwa hata yale maneno nilipokuwa nayasikia alikuwa ananiumiza, lakini nilikuwa sina namna. Sasa kwa nini uliamua kufanya hivyo?